Baada klabu ya Simba kuweza kuondoshwa kwenye mashindano ya Sekafa Kagame Cup kwa mwaka wa 2026, klabu hiyo haitorejea katika mji wa Dar es Salaam. Badala yake itabakia huko katika mji wa Kigali nchini Rwanda, ambako kwa siku ya kesho watakuwa na mchezo wa kirafiki dhidi ya timu ya El Merreikh kutokea huko nchini Sudani, ambayo kwa msimu uliopita ilishiriki kunako ligi kuu soka pale nchini Rwanda, ambako ilimaliza katika nafasi ya 3 ikiwa ina alama zao 59. Sasa klabu ya El Merreikh tayari imekwisha thibitisha kwamba siku ya kesho watakuwa na mchezo wa kirafiki dhidi ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kutokea nchini Tanzania huko nchini Rwanda. Tunakwenda kuangazia mchezo huu kiufundi, lakini pia jinsi gani ambavyo walimu wa timu zote mbili watautumia mchezo huu katika upande wa maandalizi ya timu yao kuelekea msimu mpya wa kimashindano. Na tukumbuke kwamba hawa wote wawili kwa msimu ujao watawakilisha nchi zao katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa El Merreikh, yeye ndiye bingwa wa nchini Sudan, japokuwa ligi yao haikufanyika, lakini alishinda ule mchezo kati yake yeye na Al Hilal ambao waliucheza na akaweza kushinda 1-1. Kwa upande wa Simba tunafahamu kwamba yeye alishika nafasi ya 2 kwa msimu uliopita, lakini atakwenda pia kuiwakilisha Tanzania katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Tukianzia kwa Simba, huu ni mchezo ambao anauelekea chini ya mwalimu Steve Barker, akiwa ana lengo la kuendeleza ile momentum, lakini pia uwanda mpana wa timu yake, hasa katika upande wa kupata chemistry na muunganiko wa timu, kuanzia mechi ya kwanza dhidi ya Mogadishu City, mchezo wa pili dhidi ya Jamus, lakini pia mechi ya mwisho dhidi ya Singida Black Stars kwa mashindano ya Sekafa Kagame Cup. Huu ni mchezo mwingine ambao Simba wanauelekea wakiwa na malengo hayo ya kupata momentum, lakini pia maendelezo mzuri wa kikosi chao, lakini pia mwalimu kuweza kupata uwanda mpana. Lakini pia hizi ni mechi ambazo kwa mchezaji mmoja mmoja huenda akazitumia kwa lengo tu la kuweza kurejesha ile kujiamini kwake, confidence. Mchezaji kama vile Ibrahim Dumbi ambaye kwenye mechi ya mwisho alipata kufunga. Sasa mechi kama hizi itakuwa ni muhimu kwa upande wake, hasa katika upande wa kumuendeleza pale ambako ameishia 1-1. Lakini pia kwa upande wa mwalimu Steve Barker, huenda akapata mifumo ambayo anaweza kwenda kuitumia, kama vile ambavyo ilikuwa kwenye mechi dhidi ya Singida Black Stars. Tulimshuhudia mwalimu Steve Barker akiingia akiwa ana phase 2. Phase ya kwanza wakati akiwa na mshambuliaji Ibrahim Dumbia, tulishuhudia kwa kiasi kikubwa mno Simba ilikuwa inapiga cross nyingi kutokea kwa walinzi wa pembeni, lakini pia kwa mawinga ambao walikuwa katika mchezo huo wanatumika moja kwa moja. Lakini alivyoingia Elim Panzu Kibisawala, tulishuhudia Simba ya tofauti na ile ambayo ilikuwepo mara ya kwanza. Tukaishuhudia Simba ambayo ikawa inapiga pasi mpenyezo kwa asilimia kubwa, hata kwenye bao ambalo alilifunga Elim Panzu ni sehemu tu ya uthibitisho wa hichi ambacho ninakizungumza moja kwa moja. Kwa hiyo mechi kama hizi ambazo Simba anakwenda kumkabili mpinzani mgumu kama vile El Merreikh, ambao tayari wameshawahi kukutana kunako miaka ya nyuma kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika katika msimu ambao mechi ya kwanza Sudani 0-0, lakini mechi ya Benjamin Mkapa ilitamatika kwa Simba kuweza kuibuka na ushindi wa mabao 3-0. Lakini kwa upande wa El Merreikh, hii ni mechi kama nilivyokuambia kwamba ya maandalizi, kwa sababu wao hawakuwepo kwenye mashindano ya Sekafa Kagame Cup kwa mwaka huu 2026, na ukipata mechi ya kirafiki na timu aina ya Simba ambayo kimsingi katika ukanda wa Afrika Mashariki ni timu kubwa ambayo imesheheni nyota wakubwa, imesheheni pia nyota wenye ubora mkubwa ambao kwa mwalimu unaweza ukapata ile ushindani ambayo itakusaidia pia katika upande wa kupima kikosi chako moja kwa moja kabla ya kuingia kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambako El Merreikh pia atakwenda kushiriki kwa msimu unaofuata. Tukumbuke kwamba draw ya mashindano
ya ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho itakwenda kufanyika Alhamisi hii huko katika nchi ya Misri 1-1. Jina langu mimi ni Leopard John, sauti ya mvua, ambaye nimekuletea uchambuzi tunuifu kuelekea mchezo wa kesho wa kirafiki kati ya Elmerek dhidi ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.